Assalamu alaikum ndugu mtazamaji wetu wa FGA TV. Karibu sana katika kipindi chako cha Sport Question, kipindi ambacho kinakuangazia maswali ya michezo. Na leo hii niko na mgeni wangu Neema ambaye ataenda kutupatia jibu ama majibu ya swali letu. Naomba tuwe wote mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Karibu sana. Kama nilivyokuambia, mgeni wangu Neema yupo ndani ya FGA TV na moja kwa moja nitaenda kumuuliza swali letu ambalo ataenda kutupatia jibu. Na swali letu leo hii linauliza, je, ni sahihi shirikisho la mpira Tanzania TFF kuweka sheria ambayo itaruhusu magolikipa wazawa tu? Kwa maana tumeona nchi kama Misri wameweza kufanikiwa na magolikipa wao ni bora. Tumeona vilabu kama vya Al Ahly vinatumia magolikipa wao wa ndani na wameweza kufika mbali. Neema, mambo vipi? Safi tu. Kama kawaida. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wewe Mwarabu nini? Hapana, ni uzoefu tu kuishi na watu. Okay. Najua wewe umeishi sana Misri kule, na hizi sheria za kuwa na golikipa mzawa na hii imewafanya Misri kufika mbali. Je, hii kwako imekaaje? Kwa binafsi ni wapongeze kwanza taifa la Misri kwa hatua ambayo wamefikia ya kuweka sheria ama kuweka utaratibu ambao unawasaidia wazawa wa pale Misri, kwamba ambao wapo kwenye karia ya ugolikipa kwenye upande wa michezo, kwamba wamesaidiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu kama shirikisho la Misri kuweka hiyo sheria, tumeona limeweza kuwasaidia magolikipa wengi wa Misri kuendeleza au kuonesha ubora wao kwenye vilabu vyao. Na hii iwe funzo kwa mataifa mengine. Tukija kwa hapa ndani, mimi ninachodhani ni wakati sahihi kwa upande wa bodi ya ligi pamoja na TFF ambao wanasimamia haya masuala mazima ya soka, kwa sababu waweke hii sheria. Tumeona asilimia kubwa ya vilabu vyetu vya hapa ndani, ukiangalia hasa hivi ambavyo vinaweka competition kubwa kwenye ligi, ukiangazungumzia Simba, tumeona kwa Azam, Singida pamoja Simba na Yanga, umeona asilimia kubwa wana magolikipa wa kigeni ambao ndo wanapata nafasi kubwa. Kwa hiyo ile inakuja kuleta tuseme kama ni kuwadidimiza au kuzofisha vipaji vya magolikipa wazawa. Tukianza kuzungumzia kwenye swala zima la labda tuchukulie klabu ya Yanga, tumemwona kuna Abdul Bumshel pale, lakini kuna golikipa namba 3 baada ya Mshel na anakuja golikipa yule naye ni mzawa, lakini ambaye anapewa nafasi ni Djigui ambaye ni anatoka nje taifa la Mali. Kwa hiyo unaona tayari Abdul Bumshel kipindi yupo Mtibwa Sugar, ulikuwa unaona jinsi gani kile kiwango chake kilikuwa. Alikuwa ni golikipa ambaye anaanza pia kwenye kikosi, alikuwa ni golikipa ambaye ni mzuri pia, ndio maana hata Yanga walipata nafasi ya kumchukua. Lakini tukija pia kwa upande wa Simba, umeona Musa Pimpin Kamara amekuja, tumeona jinsi maneno yalivyoendelea, amekuja kuchukua kiwango cha Aishi Manula, amekuja kama kuzima zile ndoto za Air Manula, zile ndoto za Tanzania kuwa na moja ya magolikipa ambao ni tunawategemea. Sasa hivi umemwona hata Manula kwenye timu za taifa ni mara chache sana anaitwa. Ni kutokana na kiwango chake tuseme kushuka, kukaa nje au kukaa benchi kwa muda mrefu, kitu ambacho kinazofisha. Kwa hiyo kama ikitokea au kwenye tunaelekea mwishoni mwa ligi, kuna yale maoni ambayo yanatolewa, ningependa kupendekeza kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF waliangalia hili la kuweka sheria ambayo itawasaidia kuwalinda magolikipa wetu. Wamefanya kwenye upande wa kuweka taratibu ya kwamba usajili wa wachezaji wa kigeni uwe kwa takriban watu fulani. Kwa hiyo umeona tayari hapo wameweka limit. Kwa nini? Kama wameshaweza kwenye upande wa wachezaji wa kigeni, wanaweza kuweka hata yani tuseme kuweka sheria ama kuweka kanuni ambayo itawasaidia magolikipa, kwa maana tuwe na wazawa tu kwenye vilabu. Umeona? Kwa hiyo itasaidia kukuza vipaji, lakini pia itasaidia kwa hawa magolikipa wetu kupata nafasi zaidi, kwa sababu mimi ninachoamini tuna magolikipa wazuri. Tuna Aishi Manula kama tulivyosema, tukiachana na haya makando ya kusema apate nafasi, lakini ni moja ya magolikipa ni wazuri, na katika AFCON zote ambazo Taifa Stars ameingia, unaona msaada wa Manula umeonekana. Lakini tuna golikipa sasa hivi ambaye ni anakuja Kuba Suleiman wa JKT. Kwa hiyo unaona tayari naye yule kama naye endelea kukuzwa vizuri, lakini sheria ikiwepo au wakishaipitisha kama wataiona hii, mimi nahisi ni wakati mzuri sana wa kuweka hii sheria, kwa sababu mimi naamini vipaji tunavyo, magolikipa wazuri tunao. Umeona taifa la Misri sasa hivi, moja ya magolikipa wa tuseme
Katika top 2 umwezi kumwacha Mohamed El Shenawi. Kwanza ni golikipa wa kwanza wa timu ya taifa ya Misri. Tukumbuke Mohamed El Shenawi, lakini pia ni moja ya tuseme ni golikipa namba 1 pia wa kikosi cha Al Ahly ambayo inashiriki ligi ya Misri. Kwa hiyo tayari unaona ile sheria tayari kwa Mohamed El Shenawi tayari imeshambeba, imemlinda na imemkinga, kwa sababu amekuwa ni anapata nafasi kwenye timu ya taifa, lakini pia ndo amekuwa na ukiangalia ukienda hata kwenye zile tuseme wanaotoa takwimu za magolikipa bora namba, unaona Mohamed El Shenawi anakuaga namba 1 pale, afu anakuja wa Morocco yule ambaye sio golikipa ni huko nje anachezea Al Hilal, ni golikipa wa Al Hilal yule ni Morocco, lakini tayari unaona bado El Shenawi anabebwa na ule utaifa ambao tayari Misri waliona mbali kulinda vipaji vya ndani. Unaona ndio maana mataifa ya wenzetu wanafanikiwa kwa sababu wanalinda vya kwao. Why sisi Tanzania bodi ya ligi pamoja na TFF wasilione hili? Kwa sababu vipaji vipo vingi sana mtaani, lakini pia vipaji vipo vingi kwenye hizi timu ambazo zinashiriki ligi kuu. Nimekutolea mfano Yakuba Suleiman ambaye kwa sasa hivi anakuja ndo ambaye tuseme kwa mechi za hivi karibuni za timu ya taifa ameonyesha kiwango kizuri. Je, kwa mfano akienda Simba pale tayari anakutana tena na ule upinzani wa Kamara, akienda Yanga anakutana na upinzani wa Djigui Diarra, akienda Azam anakutana na upinzani wa Zuberi Foba, lakini kungekuwa na ule utaratibu wa kigeni wale kupewa nafasi ama kusajiliwa kabisa magolikipa. Tunahitaji competition sawa kwenye ligi yetu, ndio maana tumeruhusu wachezaji wa kigeni, lakini kwa upande wa magolikipa inabidi tuwe na ule utaratibu mzuri wa kuwalinda, pia wa kulinda hawa wazawa, kwa sababu kuna namna kama tunaenda kupoteza vipaji tunakuwa hatuna tegemezi. Mfano mzuri, timu ya taifa hapa sasa hivi inaenda kucheza mchezo wa kirafiki. Tupo kwenye question mark kwamba ni nani ataenda kuanza langoni. Hatuna kiwango kizuri, hatuna yani ule tuseme tunemtegemea wa muda wote golikipa. Alikuwa Aishi Manula, lakini kwa hivi miaka hivi karibuni, miaka miwili msimu huu hapa hajapata sana nafasi kwenye timu yake. Kwa hiyo naona tayari tunakuwa na ule kuzofika kwenye upande wa swala la golikipa. Kwa hiyo sheria ikiwekwa, mimi nadhani itaenda kuwakinga sana magolikipa, lakini itaenda kututengenezea magolikipa bora. Mimi naamini tunao wadakaji wazuri. Si ni kitendo tu cha kuweka mikono, ni ule ufundi ambao utaenda kuwaelekeza moja kwa moja wa ufanye. Nadhani Neema ameongea mambo mengi, nadhani mmeyasikia, lakini mimi bado na swali moja tu kwake ambalo yeye mwenyewe ndo atatupatia jibu. Neema, wewe unadhani kwamba ikiwekwa hiyo sheria kwamba ndo itakuwa nafuu ya magolikipa wetu, ama unadhani kwamba magolikipa wetu ndo hawajitumi? Kwa upande wakiweka sheria, kwa sababu mimi nachojua tunaishi kwa kanuni pamoja na sheria, lakini pia kwa upande wa magolikipa wetu waendelee kujituma. Sio kwamba labda ikitokea TFF wakaweka hii sheria kwamba tunataka watu wasajiliwe kwenye vilabu vyetu, ndio watafanya hivyo, watatimiza huo wajibu hivi vilabu vyetu, lakini unakuta magolikipa nao hawatakuwa na ule utayari wa kuweka competition. Kwa hiyo kwa magolikipa ambao bado kama hivi sheria haipo, waendelee kujituma kwenye vilabu vyao. Tumeona Aishi Manula kabla hajaja Musa Pimpin kama alikuwa ndo tegemeo la Simba. Lakini pia unaona kwa sasa hivi Yakuba Suleiman kwa upande wa JKT ndo amekuwa namba 1 wao. Unakuja kwa upande wa vilabu vingine ambavyo ni vya madaraja ya kati, hawana ule uwezo wa kuchukua golikipa wa nje, ndio maana umeona asilimia kubwa anatumia wakizawa. Kwa hiyo tuseme kuna wengine uzoefu unakuwa bado. Hivi unadhani hawa wageni wanapokuja huku ndo chanzo cha wao kuonekana kwenye mataifa hao? Maana tumeona kikosi cha Nigeria ambacho kimeitwa hivi juzi, ni golikipa wa Singida naye kajumuishwa. Je, hii nayo inakaaje kama wanapata nafasi sana wageni? Umeongelea kuhusu swala la golikipa wa Singida Black Stars kuitoa kwenye national team yake. Mimi nadhani ni jinsi ambavyo anaendelea kupewa nafasi, kwa sababu mwalimu wa timu hawezi kumuita mtu ambaye apate nafasi kwenye timu yake. Ndio maana umeona kwenye upande wa kikosi ambacho cha Taifa Stars kilichoitwa, umeona wachezaji au magolikipa ambao wameitwa hawaanzi kwenye timu zao. Kwa hiyo ni wakati sahihi wa bodi ya ligi kuliangalia hili. Mimi nadhani litawatengenezea njia sahihi na litatengeneza kupata magolikipa bora zaidi. Wachukue mfano wa Misri.
Nadhani Neema kaongea mengi, nadhani wale wenye maswali mmeshapata majibu. Anakuambia tu kwamba tuthamini vya kwetu, kwa maana magolikipa tunaona wanakuja Tanzania wakiwa na viungo vya kawaida, mwisho wa siku wanajipatia jina na kuanza kuitwa national team zao. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Joakim Mushi ambaye nilikuwa nimekuletea sport question. Nadhani mmeshapata majibu. Nikutakie Jumatano njema, nikutakie maandalizi mema, maana tunajua weekend hii kwa wale ndugu zangu Waislamu kinahusika bana. Hadi wakati mwingine, ni hayo tu.